Jamani, imagine unafanya kazi ya saluni, alafu anakuja mtu unamfanyia makeup. Kesho yake unaenda msibani unakuta huyo mtu ndio ambaye anazikwa na ile makeup ambayo ulimfanyia jana yake usiku. Jamani, ni dada, hii story ilimtokea dada yangu. Yaani amefunga saluni mpaka sasa hivi anakuambia Liz mdogo wangu sitaki kabisa kusikia masuala tena. Anakuambia siku usiku wakati anataka kufunga, usiku kabisa wakati anataka kufunga, kuna mtu akawa amekuja. Mama mtu mzima tu tajiri, anaonekana mtu ana pesa nini. Alikuja akamwambia mwanangu nataka unifanyie makeup ambayo itakuwa nzuri. Yaani nataka makeup ambayo mtu akiniona atashtuka aulize hii makeup nimefanywa wapi. Basi akamfanyia makeup, lakini anakuambia wakati alipokuwa anamfanyia makeup, unajua ni hakuwa anaogopa kwa sababu hakuwa anajua chochote, lakini kuna namna ambavyo yani alikuwa anaona vipele vya baridi vinatoka vile, nywele zinamsisimka, ni kila akimgusa anasikia kama anapigwa ile shoti ambayo haiumizi. Akamfanyia makeup vizuri, akamuuliza mama kwa unaenda wapi, maana saizi ni usiku, unaenda wapi na makeup yote? Akamwambia hamna mwanangu, usiulize, ni kawaida tu. Akamwambia haya, akamfanyia makeup, akamaliza mwenyewe. Sasa alipomaliza akataka kumpa kioo yule mama ajiangalie kwenye kioo. Yule mama akamwambia no, usinipe kioo sasa kujiangalia. Akamwambia lakini wewe unafanyia makeup, ulikuwa unataka makeup nzuri, kwa nini unafanyia makeup? Ni vizuri ukaiangalia ili ukajua ukaona kama umefurahi. Akamwambia no, nimeshajua kwamba makeup ni nzuri kwa sababu nimekuja hapa kwa sababu najua na ninakuamini. Huyu mama akamuuliza asante, unanijua ushaikuja hapa? Akamwambia sijawahi kuja, lakini nasikia stories zako kama unafanya makeup nzuri sana. Wakakubaliana, akamlipa pesa yake, tena akamlipa pesa mara mbili ya pesa ambayo alikuwa amekubaliana. Dada akashukuru hivyo. Kesho yake kuna mdada akawa amekuja hapo mchana, ni mdada rafiki yake hivyo tu, yani ni mdada mzuri tu rafiki yake. Akamwambia nataka kwenda msibani, ila nimekuja nataka nibane nywele. Akamuuliza nataka kwenda msiba wa nani? Akamwambia kuna mama, ni shangazi yangu amefariki. Kuna mama ambaye amefariki, ni shangazi yangu. Akamuelezea sehemu ambayo huyo mama amefariki, yani ni sehemu nyingine kabisa. Basi wakatoka akamwambia dadangu, akamwambia kwa sababu yani ni watu ambao wanacheza wote michezo, ni watu ambao wanajua. Dadangu akamwambia basi naomba nikusindikize, kwa sababu si watu ambao wanajua kusindikizana, ndio hivyo. Dadangu akasema ngoja nikusindikize. Haya, akafunga saluni, akaenda nyumbani, akaenda kabadilisha, akarudi, akaja akamchukua ile dada, wakaondoka. Wakawa wanaongea tu njiani, huyo mdada akawa anamwambia unajua shangazi yangu alikuwa ni mtu mzuri sana, alikuwa anapenda watu, ana roho nzuri, anasaidia watu, lakini imetokea tu ghafla amefariki. Yani watu walimkuta tu ndani amefariki. Dada akamuuliza nini, akaambia amefariki kama wiki imepita, ni Wakristo. Huwa sio Wakristo na shirika msiba ni Wakristo. Basi wakawa wanaongea stories zao wenyewe. Wakawa wamefika msibani, wakakuta watu wanalia, watu wanaomboleza, watu wana hivyo, yani kama kawaida. Muda wa kuaga maiti ukafika. Si watu wanapanga line wanaenda kuangalia maiti, my friend. Dada yangu yuko pale, nakwambia kafika na muangalia yule dada. Huyo mama alofariki shangazi. Kumwangalia shangazi ni yule shangazi aliyofanyia makeup jana. Alishtuka mpaka akadondoka tu, akamshika na kuambia, akajua ni uchungu. Akaenda akapelekwa sehemu akakaa. Sasa rafiki yake akamwambia kwani umeshtuka hivyo, kwani huyo mtu kwani mama ulikuwa unamjua? Dadangu akamwambia nikikwambia naona utaniona mimi kichaa, yani naona utaniona kama nimechanganyikiwa, lakini nikwambia sio kama utaniamini. Yule dada akamwambia niambie. Akamwambia huyu mama alikuja saloni kwangu jana usiku, akaniambia nimfanyie makeup. Nikamfanyia hiyo makeup ambayo unaiona ambayo iko nayo hapo kwenye jeneza. Nikamfanyia hiyo makeup. Sasa sijui imekuwa lakini na uhakika ni yeye, na vitu nilivyomfanyia ninajua ni yule mama. Yule rafiki akamwambia hamna bwana, utakuwa unaona vitu. Yani itakuwa labda una stress, yani labda umechoka, utakuwa unaona vitu, kwa sababu haiwezekani mtu amefariki wiki imepita huko afu aje afanywe makeup jana. Hapana, ni macho yako sio yeye, lazima utakuwa unaona vitu. Dada akamwambia no, mimi najua ndio huyo mtu. Dada akamwambia hapana, haiwezekani, mtu kafariki wiki iliyopita unasema hapana. Basi bwana, dada akamwambia hapana, haiwezekani, yani haiwezekani. Wakakaa pale, dada akasema hapana, lakini haiwezekani, yani nikakaa hivi nikaashumu hivi, ngoja niende nikawafanya nini, nitaenda baadaye kwenda kuwauliza ndugu zake. Ndio ndugu zake kwenda, ndio wakasubiri mwenyewe, msiba umeisha, watu wameenda kuzika, wamemaliza, wakawa mbaki ndugu, si ndio watu wako hapo hivyo. Ndo akaenda akawafuata wale ambao ndo wamekaa kama familia, akawaita, akawaambia samanini, najua mtaniona mimi kichaa, mtaniona mimi chizi, lakini hii makeup alomfanyia huyu mama wakati ameenda kuzikwa nayo ni nani? Kila mmoja hapo wakaanza sasa kuulizana. Wakasema mmoja akasema unajua huyu alikuwa yuko mochwari, tukamwambia mochwari ya muandae. Kwa hiyo sasa hatujui kama ni yuko mochwari mmemfanyia makeup au vipi, lakini sisi hatukumwambia mtu wa mochwari amfanyie makeup. Lakini huyu mama tangu enzi za uhai wake ni mtu ambaye alikuwa anapenda makeup sana. Yani ni mtu ambaye alikuwa anapenda makeup, yani hata akitaka kwenda kwenye kikoba atafanya makeup. Ni wale mama ambao walikuwa wanapenda kuvaa makeup, wanavaa accessories, wanavaa vitu, yani wanavaa wanaonekana kabisa, ni akitoka yana anaonekana amedamshi. Wanaanza kuulizana, alosema mama afanyie makeup ni nani? Kila mtu hajua, anaangaliana, hawajui nani ameambiwa amfanyie makeup. My friend, dada ndo kuambia huyu mama jana alikuja, mimi ndo nimemfanyia makeup. Nimekuja leo nimeshtua kwa sababu nimemuona kwenye jeneza, na wakati jana mimi ndo nimemfanyia makeup. Wakamwambia hapana. Kila mtu anaambia hapana, haiwezekani, utakuwa unachanganyikiwa, haiwezekani, sijui ni nini hivyo. Dada akasema hapana, haiwezekani.
akawa anawaambia kabisa, wala akawa anaambia bana hakuna utakuwa unaona vitu. Akawaomba, naomba mnisaidie, naombeni mniambie ni mochari gani alikuwa amepelekwa. Akaelekezwa mochari aliyokuwa amepelekwa. Akaenda kwenye mochari aliyokuwa amepelekwa. Akaenda akamuuliza, unamjua huyu, kuna mama jana hapa ametolewa hapa jana, ameenda kuzikwa, unamfahamu? Akaomba picha ya yule mama, kwa sababu aliomba picha ya yule mama kule nyumbani. Akamuonyesha yule mtu wa mochari. Huyu mtu unamjua? Kwa sababu alikuja nikamfanyia makeup juzi na jana nimeenda msibani, afu wenyewe wanasema kwamba eti huyu mama makeup yao hajui imefanyikaje. Nani alikuwa anasimamia hapa jana? Wanaanza kushangaa, wanaanza kuulizana, sasa nani alikuwepo hapa jana? Kila mtu anasema jana mimi sikuwepo, jana sikuwepo. Kuna baba mmoja akawa amekuja. Nikamuuliza rafiki dadangu, akamuuliza, nimezoea kujiita mimi kwenye story, kwa hiyo nimechanganyikiwa jamani. Dadangu akamuuliza, huyu mama ambaye jana ametolewa hapa, ameenda amezikwa, nani aliyomfanyia makeup? Kaka akasema mimi sijui. Unajua huyu mama sisi tulikuwa tumemuosha, tukawa tumemweka kwenye jeneza. Baadaye ndugu zake wengi walikuja tu wakawa wanafanya final touch up za kumvalisha, za kufanya nini, lakini sijui yani hiyo makeup imetoka wapi, labda ndugu zake wamemfanyia, mimi sijui. Ndio akamuelezea kilichotokea. Baba akamwambia hapana bwana, utakuwa na stress, utakuwa unaona vitu. Lakini dadangu akakata. Sasa alishindwa kurudi kwa wale watu kwenda kuwauliza, kwa sababu kila mtu hajui, yani majibu wanaompa hawajui, yani yani ni kama wanarushiana mpira kwenye kujua yani nani ambaye amemfanyia mama makeup. My friend anakuambia alipotoka pale alienda alivitupa vile vitu alivyomfanyia navyo makeup, lakini alikuwa kila akikani kama yani alikuwa kila akimuona mtu anakuja mlangoni anaona kama yule mama anakuja, ni kama alikuwa anamuona jamani. Ilibidi afunge saloni akaacha. Ilibidi afunge saloni akasema no, kama nimezoea kufanyia watu wala makeup, na hakuna mtu yote ambaye hakuna mtu ambaye kumwamini. Ameshaongea na watu, ameshawasimulia, lakini hakuna mtu anayemwamini. Anamwambia hapana, wewe utakuwa umechoka hapo, umemfananisha, lakini hakuna mtu anayemwamini. Lakini akwambia hapana, mimi watu ninaowafanyia makeup najua jinsi ambavyo nimewafanyia makeup na ninawakariri sura zao. Yule mama mimi ndio nilofanyia makeup, hakuna mtu ambaye anamwamini. Ndio akaniambia kabidi nifunge saloni. Dogo wangu nimeona nje nikwambie, maana kila ninayemwambia ananiona kichaa. Ndio niwaulize nyinyi jamani, nyinyi mnaona kwamba ni kweli alimfanyia makeup au ni kwamba alikuwa anaona tu vitu vyake? Ila mimi naamini, kwa sababu sasa kama ndugu zake hawajui alomfanyia makeup, watu wa mochari hawajui alomfanyia makeup tukafanywa tu hivi, my friend,